ule utambulisho wa Shaulile jana, ninge kwenye paji la uso Simba. Simba? Wa Shaulile jana, nge kwenye paji la uso Simba. Katika kipindi ambacho walitakiwa wapate taarifa nzuri, wao wanaongezeana maumivu, wenzao wanaonesha ubora katika nguvu ya usajili. Acha kupuuza, acha kudharau. Usajili wa Shaulile kwenye ligi yetu sisi ni funguo ya kabati la nguo. Ukipoteza utoe nguo zako labda uvunje. Kwa nini? Nishasema mara kadhaa, huyu ni mchezaji ambaye ana profile kubwa. Hatumpokei vile kama washamba. Hatujawahi kuwa na mchezaji wa kariba yake anakuja kucheza ligi yetu akiwa anatoka kwenye form bora tu na timu ambayo imepata mafanikio makubwa. Tunazungumzia Mamelodi Sundowns. Lakini kwa nini unakuwa na maumivu kwa Simba? Ni katika kipindi ambacho wana Simba ilikuwa angalau wasikie mema kutoka kwenye timu yao. Wao ndio kwanza ya unyagoni wanayapeleka jandoni. Mivutano inaendelea, msuguano unaendelea. Licha kwamba imetoka barua hii ya bodi ya wakurugenzi sasa kwamba tunaacha na mengine tutaenda kwenye Simba Day na michuano inayofuata, lakini sasa na watu wanaopigana na mbegu, acheni kwanza, kuna mtu anapita. Ila hasira na magomvi hayajaondoka. Sasa yote hayo ndio yanachagiza na usajili wa Shaulile jana. Kwa kweli watu walijitokeza na hamasa ilikuwa namna pekee, lakini katika nchi ni kitu ambacho kwanza Shaulile ni zaidi ya kucheza Young Africans. Shaulile sio form. Shaulile ni statement signing, nimekuwa nikisema mara nyingi. Ni usajili ambao unaanza kututamanisha kuaminika vilabu vyetu kwenye project zao. Usajili ambao unajenga heshima kwa vilabu vyetu kwenye project zao. Usajili ambao unawatengenezea heshima viongozi wetu kwenye sura ya mpira wa Afrika kwamba mipango yao, heshima yao inajulikana. Na hasa kwa Yanga ni usajili ambao unaonesha dira ya klabu yao, unatengeneza mvuto kwa watu. Kwa sababu kuwa na mchezaji mkubwa wa kariba Shaulile ligi hatujawahi kusajili. Sisi huwa tunasajili wachezaji ambao wanakuja kama wadogo, wanakuwa hapa, wanakwenda huko kwa wakubwa. Kwa hiyo huu usajili wa Shaulile ni kwamba mmeleta mtu mkubwa akiamini mnachokifanya. Yaani tajiri kushawishiwa na maskini. Maana yake tayari wewe maskini una dira tajiri. Shaulile ni tajiri, yani Yanga ni maskini mwenye dira kwa tajiri. Kwa Shaulile. Kwa nini? Maana yake ni kwamba mchezaji mkubwa anayeshawishiwa na klabu ambayo inakuwa kwa fasili yake na wanaonyesha ukubwa. Kwa hivyo ni usajili ambao wa kihistoria na usajili wa heshima kwenye ligi yetu, kitu ambacho lazima kisemwe. Hapa hatuzungumzii kucheza kwanza. Tunazungumzia mchezaji kama Shaulile ambaye anaweza kucheza timu yote Afrika kubwa. Na yeye kasema katika mahojiano jana. Kwa hiyo nikasema huu ni nge kwenye paji la uso Simba. Katika kipindi ambacho wao wanagombana na lazima lisemwe, lipokelewe. Shida ya nchi yetu, ukisema ukweli unamuumiza asiyeupokea. Sasa mtapokea hivyo hivyo. Mtapokea hivyo hivyo kama dozi ya sindano. Hata kama yanakuuma makalio utachomwa tu upone. Kuna msaada anaenda kutoa, maana wengi wanajaji kwamba umri wake huenda saa asiwape muda mrefu mafanikio. Katika eneo kwenye football umri haujawahi kuwa performance ya mtu. Tuna wachezaji wana umri mdogo hawachezi vizuri. Kuna wachezaji wana umri mkubwa wanakuwa bora. Katika kitu kwenye football akijawahi kuzungumzwa ni umri. Ndio maana kwenye mpira kuna mental age na biological age. Nimekuwa nikisema mara nyingi. Mpira unaweza kuwa na umri mkubwa ukawa na perform, watu wanakutaka. Ronaldo si yule kacheza kombe la dunia. Messi huyo anatajwa mchezaji bora miaka 39. Vijana wangapi pale wameshindwa kufikia kiwango chake? Na hata magoli yake. Lakini umri mdogo kwenye mpira ni chini ya miaka 21, under 21. Under 20. Chini ya miaka 21, under 20. Ndio huko kuna mchezaji mdogo. Huko kubwa ni wachezaji wakubwa. Huyo under 20 akija kucheza kuna sema mdogo anacheza na wakubwa. Lakini ukishakuwa anacheza Premier League sio under 20. Ni ligi ya watu wazima. Ukiwa na miaka 50 unaweza kucheza utacheza. Una miaka 15 unaweza kucheza utacheza. Kwa hiyo ni ligi ya watu wazima. Ndio maana nikakuuliza ukisema Shaulile mzee, ligi yetu nani mdogo? Nani lioji mara nyingi hapa ndio wakina Chama, wakina Kapombe, wakina Duke Abuya, wakina Faisali, wakina Mzamiru, wakina Chobwedo ndio wadogo. Tutarudi huko tu. Nadhani kwa hivyo. Kauli ambayo imewaumiza wengi sana ni kusikia baada ya yeye kuzungumza kwamba ana hamu sana na dabi ya Kariakoo. Hii ina maana wamemlisha sumu, wamefanyaje? Mchezaji mkubwa anataka mechi kubwa kuonesha ukubwa. Yaani mechi za dabi kama ile ya Kariakoo ndio mechi zake. Huyu sio dabi, kacheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Mechi ya dabi ndio mechi ya ukubwa wake, ya kuonyesha ukubwa wake na uwezo wake. Kwa mchezaji mkubwa mwenye hamu ya kucheza mechi kubwa. Na uzuri Shaulile kacheza Afrika Kusini, Simba wana wachezaji wamecheza Afrika Kusini. Kwa hiyo ndio inatia mvuto kwa sababu ilikuwa ni dabi ya Afrika Kusini. Dabi ya Mamelodi. Safari ni dabi ya Mamelodi. Tarehe 12 ni dabi ya Mamelodi. Mamelodi na Mamelodi. Huko kuna Neo Maema, kuna Lucien Deruk, kuna Peter Shaulile yuko Yanga. Hii ni dabi ya Mamelodi.
Jina alopewa la the GOAT watu wamejaji sana kwamba wamelenga nini kumuita hivyo. Pengine unaweza kufafanulia? Ukisema yani ni mtu wa heshima kwa muda wote, the greatest of all time, sio the GOAT. Sasa tusema mtu yani mwenye heshima ya muda wote, bora wa muda wote. Kwetu ni sahihi kwa sababu huyu ashafunga mfungaji bora wa Afrika kwetu sisi hapa. Kapata CAF Champions League 2. Mchezaji bora hata kwenye michuano ile ya AFCON anafunga huyu. Ni mkubwa kwenye CAF Champions League, mkubwa kwa level ya Afrika, mkubwa, anastahili hicho ambacho wanasema. Wanastahili. Sawa. Yanga wakiwa Katoro kule wamemtambulisha mchezaji mwingine beki wakati anaitwa Faruku Komara. Pengine kuongeza beki wana maana gani? Yanga wanaongeza nguvu kwenye madhaifu yao. Unajua Young Africans msimu uliopita walipitia changamoto nyingi sana kwenye ubora wao. Ukiondoa kuwa na wachezaji wengi waliosajiliwa kuwa na ubora, lakini walipata majeraha baadhi ya wachezaji wao bora. Unakumbuka Dickson Job haji kama fresh leg, anakuja kama mchezaji anayetoka kwenye majeraha. Kuna mawili, anaweza kaja kwenye fomu ya hali ya juu zaidi ama pia akawa anarudi kutafuta fomu yake. Lakini kumtaka beki kama Faruku mlinzi mzoefu ni kuongeza nguvu sehemu ambao amemwacha Frank Yasinki ili kupata mlinzi mwingine bora kwenye nafasi ya ulinzi. Na nafasi ya ulinzi Young Africans tunafahamu inahitaji kupata mtu mbadala kwa sababu ya pace na nguvu aliyokuwa nayo. Mlinzi wakati tunazungumzia Ibrabaka na Job ambao alipata majeraha na piki ambao Yasinki ya kuifikisha katika tabaka lile ambalo kila mmoja alitaka. Lakini unapohitaji kupata mlinzi mwingine mzuri ni maana kwamba kwenye eneo hilo kuongeza ushindani na utulivu, kwa sababu Job ndio anarudi kutoka kwenye msimu. Tunatamani awe kama vile, lakini bado kwa mtindo wetu wa majeraha kwa wachezaji ni ngumu sana kumpata mchezaji kwenye fomu ile ile, kwa sababu haji kama fresh leg, anakuja mtu ametoka kwenye majeraha, kwa kumpata na piki yake ngumu. Kwa hiyo ndio maana unaona eneo hilo wamehitaji kupata mlezi mwingine mwenye kiwango kikubwa. Kama anakuwa ameimarika, maana yake unarudisha ushindani kama wakati ule Bakari Mwamnyeto nani kuongeza ubora. Lakini nimemtazama Faruku, ni moja ya mlezi mzoefu pia. Ana uzoefu mzuri, positive good passer, piga pasi vizuri, anaweza kufanya mapambano ya ziada kwenye 1v1 yeye na mpinzani wake, anatumia kimo chake vizuri, lakini pia amekuwa akicheza mipira ya hewani. Unajua wakati mwingine mlinzi unampima kwa duels, mipira ya juu anaikabili vipi, ana intercept vipi mashambulizi, lakini uwezo wake wa makabiliano ana kwa ana. Unajua mlinzi ni eye to eye. Mlinzi ni eye to eye kwa sababu wakati mwingine yeye ndo analinda uso wa goli. Kwa anakutana na watu uso kwa macho, uwezo wake wa kucheza 1v1 upoje. Ni mchezaji ambaye ana wastani mzuri wa mapambano. Pesa mpira juu vizuri, cheza wastani mzuri. Lakini pia ni mlinzi mtu wa maelekezo, mtu mzuri sana kwenye mawasiliano. Kwa maana huwa akicheza amekuwa mtu wa mawasiliano. Unajua safu ya ulinzi ni safu ya mawasiliano kwa sababu muda wote mnakabiliwa makosa, mnakabili makosa. Kwa maana mnapokuwa mnashambuliwa na wapinzani. Nadhani kama atakop haraka anaweza akawa ameongeza ushindani sana kwenye nafasi hiyo, kwa sababu sasa hivi Young Africans kikosi chao ni kama wanapiga randa. Yaani wachezaji Young Africans ni kama wapiga randa. Kila mmoja atumie nguvu yake chwe kwenye kila nafasi. Kikosi cha Yanga kila nafasi ni kama wapiga randa, kwa sababu wametengeneza ushindani, kutengeneza mzani kikosi chao. Kila mmoja inabidi aonyeshe ziada kutengeneza kupata nafasi, kwa sababu wametengeneza kikosi chenye ushindani sana kwenye kila nafasi. Hata nafasi za kina Okelo ndio hapo kina Mujage wale. Wanacheza vijana wale kina Mujage, Chuga wale wanatafuta nafasi nao. Kwa hiyo wanaifanya timu ina hiyo mdhani mzuri wa watu kushindana. Ndio maana nimeona muktadha huu wa kumuongeza huyu Faruku ni kwa sababu hilo eneo kuongeza mlinzi mwingine mzoefu. Umegusa kidogo pale mwanzoni kusana hii taarifa kwa umma ya Runyas ambayo umeitoa kwamba tuna pause kwanza hii habari ya mgogoro. Tuna focus kwenye upande wa Simba Day. Pengine katika hii taarifa inaweza kufanya mashabiki waweze kutulia kwa kwamba Simba sasa tuelekee huku, pengine tuambulie hata kikombe cha hapa Ngao ya Jamii. Kinachoendelea Simba ni mrembo hawezi kung'ata kucha za bandia. Mrembo? Yaani Simba ni mrembo ambaye hawezi kuzing'ata kucha zake za bandia. Ndio kinachoendelea Simba. Una maana gani? Hawa watu tangu juzi ugomvi wao sio wa dhamira ya klabu, ni maslahi kwenye klabu. Kwa sababu mlikosolewa mrekebishe katiba. Maana yake hiki kilichotokea kilitakiwa kiwepo.
katiba imekuja, mnaiendeje? Mnaburuza miguu. Kuna watu wanadhani maslahi maelekezo ya katiba haya yanakuja kumwathiri mtu, na kuna watu upande mwingine wanaotaka wafuatilie maendeleo ya katiba haya wanaonekana kama wasaliti. Unaona shida yao? Sasa huyu ni mrembo ambaye hawezi kung'ata kuta zake za bandia. Kwa nini? Kwa sababu katiba hii imekuja inaelekeza muundo wa bodi ya wakurugenzi kupitia hii katiba unajieleza. Kwa hiyo katiba yenu ya kwanza na muundo wenu wa bodi ya wakurugenzi ile haikubaliki. Lakini je, mnatakiwa mfanyeje? Kwa sababu hata hao wa bodi ya wakurugenzi ya Simba sio wana Simba wao. Bahati nzuri mpira wa nchi hii mtu anawekeza akiwa hawekezi kishabiki, anawekeza kibiashara. Lakini huku bahati nzuri kwetu tunaanza kuwekeza kama mashabiki. Sasa kwa kuwa mko umomo, kaeni chini muangalie mnaanzaje. Sasa shida ni hivi, muundo tu wa Simba kupitia katiba ya mwanzo umewagawa wana Simba. Kuna wana Simba wa mwekezaji, kuna wana Simba wa wanachama. Unaona shida ya Simba? Wa mwekezaji na kuna wana Simba wa wanachama. Viongozi wa Simba wamegawanyika wa mwekezaji na wao wanatokana na wanachama. Huko wanachama huko kwa sababu hakuna kitu huko. Wale mwekezaji ndio wana nguvu kwa sababu huko wanalamba lamba. Wanalamba lamba, wanadhani huku ukimtetea mwekezaji unapata chochote, lakini sio kweli. Hawa watakuwa waisimamie Simba. Mwekezaji ni sehemu ya Simba. Hata wa viongozi wa Simba ni Simba. Hawa kina try again nao Simba. Shida yenu ni nini? Shida yenu nyinyi ni kwamba mnagawanywa kwa maslahi. Mnasahau kwamba maelekezo yaliyotoka alikuwa hataki umgawanyo. Unajua hii katiba mpya imetoka ndio ilikuwa haitaki kinachoonekana. Sasa hivi hawa wanagawana kwa maslahi. Waangalie influencer hao wanavyogawanyika. Huyu ni mrembo ambaye hawezi kung'ata kucha zake za bandia. Ushora binti mrembo anang'ata kucha za bandia. Ang'ate wapi? Utu. Kwa nini? Kwa sababu ya unafiki. Lakini leo kuna shida, fine. Mkutano umeitishwa batili. Na alialisha mkutano yuko sahihi. Sawa, mmeshagundua shida. Mnaanzia wapi? Hakuna hata mmoja anazungumzia hapa kuanzia. Kila mmoja anataka kujifanya katiba hii haimpi mamlaka mwenyekiti. Sasa mnatakiwa muanzie wapi nyinyi? Mashabiki wa Simba nyinyi. Mbona hamsemi mkweli mmejaa unafiki? Kwani mnakuwa wanafiki? Tafuteni njia ya kuanzia klabu. Hata bodi ya wakurugenzi kikao cha jana bado unafiki, kwa sababu mwisho wa siku mmemalizaje tatizo hili la kikatiba? Kwa sababu timu hii, timu ya Simba sio mechi ya ngao ya jamii, sio Simba Day. Simba ni katiba. Kwa nini msimame kwenye katiba? Hilo ndio tatizo hapa kwetu. Tunataka kwenda safari bila kupita njia. Huwezi kusafiri bila barabara kaka. Sasa hili ndio linalowatafuna wale, na ndiko wanakokwama hao, na ndiko wanakokawia hawa wakubwa hawa. Lakini nimesema msipokuwa na dhamira ya kweli hamuisaidii club. Sasa hivi mnakuwa mkae, jamani, sawa sawa, tunatafuta njia gani bora ili tuende tukatengeneza utaratibu mzuri tukafikia hayo malengo kama club. Hayo ndio tukao mkete na mjadiliane, sio kuonana huyu mnafiki huyu mnafiki. Alafu matokeo yake ni kwa nini? Kutokuaminiana. Ndio kinachowatafuna wale Simba. Shukrani sana. Sasa.